Twizi, mimi nina nguvu kubwa sana, na kama utanikubalia ombi langu la kukubali kunioa, niko tayari kukusaidia. Haijalishi hii kesi ina uzito kiasi gani. Nakupenda sana Twizi. Nakupenda wewe, simuoni mwenginewe, moyo umeridhika nawe. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Kwa majina naitwa Nilo Joseph Kaniki. Ni karani wa mahakama ya wilaya ya Ilala. Nipo hapa kwa agizo nililopewa na mahakama linalohusu mashtaka ya Adela kujimilikisha mali zisizokuwa za kwake. Kuanzia siku ya leo, mali ambazo zipo chini ya Adela zitamilikiwa rasmi na Mr. Nuke Edward Hamis. Kweli kikulacho kipo kinguoni mwako. Hakuna mahakama kama hiyo hapa Tanzania. Na usichokijua sawa. Hukumu kesi ya kipumbavu. Utapeli mtupu. Na hapa mimi sitoki. Ni mbali za halali ya Zolisi kutoka kwa baba yake. Mama, siku zote serikali huwa ina mkono mrefu wa kumshinda mwanadamu. Kwa hiyo hauwezi kwenda kinyume na kile ambacho sisi tunataka. Mama, hii ni sheria, na sheria lazima ifate mkondo wake. Ina maana unabishana na mahakama? Siamini hiyo. Ni kitu gani unahitaji ili uweze kutoka hapa? Nahitaji statement ya mahakama. Kile ni nini? Ule ni utapeli mtupu. Kuna saini zote pale kutoka mahakamani, na mimi ndo mmiliki halali wa hii nyumba kuanzia sasa. Unajua nimetumia ustaarabu sana, na sikuwahi kuwa hivi kabla. Tumeona vizuri. Humu ndani siwezi kuondoka. Hizi ni mali halali za Adela, zimetoka kwa urithi wa baba yake. Ilikuwa na sasa ni mimi.
Afande, peleka ndani mama. Kuna wakati tunaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Ha, 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 ha. Hebu tulia we mama, acha mapepe. Ya winanda winanda. Kiongozi, naomba tuongee. Mimi? Kiongozi, nimejitahidi kutumia uwezo wangu lakini nimeshindwa. Hiyo ngoma ni ngumu. Na tena aliyemloga sio mtu wa kawaida. Ni mtu hatari sana. Lakini nimeona kweli yani kama lakini si umempiga window vizuri, yani umempiga window wake window vizuri. Si umempiga window vizuri au imekwaje? Nimejitahidi kufanya hivyo lakini imeshindikana. Siwezi kabisa. Ili swala naomba niliache. Nimeshindwa. Ndango mshinda kutumia window 7. Hali imezidi kuwa mbaya ndugu yangu. Na hii ni baada tu ya nguo ambazo Adela alikuwa amevaa mara ya mwisho kuweza kupatikana. Inasemekana Adela kauawa. Ambapo hali hii itafanya hii kesi iweze kuwa mbaya sana kwa upande wangu. Kwa sababu mimi ndo mshukiwa namba 1. Sisi tunafanyaje rafiki yangu? Ni kweli. By the way, wamekataa dhamana. Lakini kutoa wasiwasi tu. Mpelelezi wangu anapambana usiku na mchana kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi Mr. Tools. Kuna wakati nikiwasikiliza maskari wanapozungumza kuhusu hii kesi, napoteza matumaini kabisa. Wanadai pengine maisha yangu yanaweza kaishia jela kutokana na uzito wa hii kesi ya Adela. Alafu wamekuwa wakilazimisha niweze kusema ukweli wakati mimi sifahamu chochote kile. Please. Ndio maana nimesema niachie mimi hili jambo. Nachojua ni kwamba muda wewe wapokaa humu ndani unahesabika. Trust me. Nakuamini, nakuamini, lakini utatumia njia gani kuweza kumaliza hii kesi? Please. Nimejipanga vizuri. Umejipanga vizuri? Yes. Shida, hakuna kitu kizuri kama kupigana vita na mtu asiyekufahamu. Relax. Nitacheza nao vile ambavyo mimi najua. Nitashukuru sana kama utaweza kunitoa hapa ndani. Vipi lakini kuhusiana na masuala ya familia yangu? Mama Amanda aliniambia kama Amanda anasumbua sana kutaka kuja, na mimi sitaki kabisa aweze kuona nikiwa katika hali hii. Unafanya jambo jema. Si vizuri kumleta mtoto kwenye mazingira haya kwa sababu yanaweza kuathiri saikolojia yake.
lakini tu wako salama. Amanda utundu wake ni ule ule tu wa kawaida, hauna madhara, na ni mtoto anapaswa kuwa vile. Kwa hiyo ondoa hofu. Kiongozi, ningependa nikushauri kitu kama utakia afiki. Niko hapa. Unajua afisa wa ardhi bado hajasaini hizi nyaraka, na kama unavyojua upepo wa kesi huwa hautabiriki. Ni vyema ungemwacha mama Adela endelee kukaa humu ndani. Akienda huko mtaani, akipitia changamoto, anaweza akapata watu wakamsaidia katika hili jambo. Sasa Karani, kama ni hivyo, mimi sitaki kusumbuliwa na vikesi vidogo vidogo hivi. Au nimfinye tu nimuue alafu nimzike hapa hapa. Hapana Mr. Nyuki. Ukifanya hivyo kwenye kufuatilia hii kesi, unaweza ukakutwa na hatia. Kwa hiyo mimi nashauri muache kwanza. Afisa wa ardhi akishatia saini yake, kila kitu kikakuwa sawa, na mimi hivi vitu vyote vitakuwa mali yako wewe. Nilijua tayari nimeshamaliza, kumbe bado vitu viko vingi. Nikimchemsha supu je? Kuna mifugo wengi wanahitaji nyama. Hapana, siwezi kukushauri hicho kitu. Sawa, nimekuelewa. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Owe mwanangu, uje mambo nafanya na kesi yake. Isu ya kuwa kweli? Hapana, isu ya kuwa malaika kabisa. Kuwa sio mchezo huo. Hata Zambiano la kumwona pale. Sema ndo hivyo, tusinaelewa majukumu na kapitiwa leo. So mwana anakugadia kweli yani. Kile pale subusi wake kwa lazima achake. Sema ni lazima mwekeke kifua ndani situko jengo za lao. Oya wanangu. Sura sio roho. Ashamtoa mtu kichwa kwa mtaani. Kiwiliwili kule, kichwa kule. Asa nyesi mkamchukulia poa, ajichanganyeni sasa muone. Mshikeni sasa. Mnamjaji mtu kwa macho, kwa kumwangalia. Guseni sasa muone. Afu wewe kwanza butu, tunaweka butu kama mwanamke. Wewe umekuja na kesi gani? Mimi hapa bwana, kuna mama bwana alimuibia njiani huko kwenye kupita kwangu, nikawa nimeibia, sema nikawa nimekamatwa na sungusungu. Ndio ameleta ndani. Sasa unaona? Umekuja na kesi za kimama na vibutu vyako hivi kama vya kina Ashura hivi. Haya, mwanzo kashamkata mtu kichwa kwa mtaani. Kiwiliwili kule, kichwa kule. Mtakuja kuponza ndugu zangu. Oho. Shemeji, nazidi kukosa matumaini. Nimetoka kuzungumza na Twizi, anadai kwamba nguo ambazo alivaa mara ya mwisho Adela zimepatikana, na inasemekana pengine Adela atakuwa amepoteza uhai. Tunafanyaje sasa shemeji? Maana hii kesi mimi naona inazidi kuwa ngumu. Kwani kuna uhakika wowote, kuna ushahidi wowote ambao umepatikana wa Adela kupoteza maisha? Hakuna uhakika, ila nguo ambazo inasemekana alivaa mara ya mwisho, hiyo ndio imepatikana shemeji. Na kinachoniwazisha, maskari wamesema kama Twizi akiendelea kukataa, anaweza akauzea jela. Maana hiyo itahesabika ni kesi ya mauaji tayari. Relax shemeji. Kwanza punguza munkali. Na niendelee kukutoa hofu tu kwamba hakuna sheria inaweza kumtia mtu hatiani kwa sababu ya kudhaniwa. Mimi nitaendelea kukutoa hofu kila siku, kwa sababu hakuna sheria yoyote mpaka sasa hivi
inayoweza kumtia hatiani Twiz, ili muhukumu ikiwa hakuna ushahidi wowote uliopatikana. Kwa hiyo mimi nitaongea na watu wangu na Twiz atatoka, usiwe na wasiwasi. Sawa shemeji, lakini moyo wangu bado upo kwenye mashaka makubwa sana. Ondoa shaka shemeji, mimi nakuhakikishia kwamba jambo hili litaisha haraka sana. Kwa hiyo relax shemeji, kunywa maji na yashuke. Na kitu kingine, unaweza kwa sasa ukaendelea na shughuli zako ndogo ndogo, huku ukiendelea kuwa makini na Amanda. Sawa shemeji, hamna shida. Leo ni siku yako ya bahati. Nakupa siku 7 za kujitafuta wapi ukaishi. Macho yangu yamechoka kuona ombaomba mtaani. Tafuta sehemu ya kuishi ndani ya siku 7. Nitakuwa hapa nikisubiri siku zako zitimie. Nahitaji uniachie nyumba yangu. Wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Ha, 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 ha. Yaani siwezi kutoka humu ndani jino moja. Tapeli mkubwa wewe. Mimi utatoka. Afande. Lakini bosi, hauoni kama hatari kumwacha mtu kama huyu humu ndani? Yeah. Ni kweli bosi. Huyu ilifaa tuondoke naye kabisa. Huyu ni kuku mdogo sana, hawezi kunishinda. Mwache, hataondoka tu. Tuondoke afande. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Unayecheka naye ndio adui yako. Kale katoto Katwizi nimekutana nako leo. Huwezi amini shogangu, amenisurprise sana. Ni kitu gani nilichokusurprise boss lady? Unajua tangu nimfahamu ule mtoto nimemzoea kwa kuitetea sana familia yake, na siku zote hakuwahi kabisa kunipenda. Lakini huwezi amini shogangu, leo amekula chips ambazo nimemnunulia mimi. Nela, kwa sasa naona kupitia huyu mtoto naweza kukamilisha mpango wangu wa kuwa na Twiz. Aminata, yaani baada ya kuhangaika kwa mbinu zote, leo hii wewe unaamini Amanda ndio njia sahihi ya wewe kufanikiwa? Nisikilize kwa makini. Ngao ya Twiz siku zote ni Mai, na ngao ya Mai ni Twiz. Ili wewe kufanikiwa, uwatenganisha hawa wawili. Ukiweza kuwatenganisha hawa wawili, basi mpango wako utafanikiwa. Bado sijaelewa. Unataka kumaanisha nini? Muue Mai. Ukimuua Mai, Twiz utampata tu. Maana hataweza kuishi single milele. Na lazima tu atakuchagua wewe.
kwa sababu ulishamwonyesha nia kuwa unamhitaji sana. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Unayecheka naye ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Ha, 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 ha. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Baya ndio tuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Baya toki